Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Mpenzi mfuatilizaji wa channel yetu hii, twakukaribisha kwa moyo mkunjufu kwa mara nyingine katika somo la Tarikhul Kauni ya faslu sadis inayojulikana ama iliyopewa kwa jina la Isdaul Aun, kupeana msaada. Ama isdau ni ina maana ya i'ta, kupeana, na taqdim na kutanguliza. Kwa hivyo kupeana msaada katika tarikhi ya ulimwengu. Ikhtilafu nas, kukhtalifiana kwa watu kukhtalifiana, different of people ama different of the people. Kana nasu kulluhum ummatan wahidatan, walikuwa watu wote ni umma mmoja. Watu walikuwa hawakukhtalifiana, watu walikuwa hawakugawanyikana, walikuwa ni umma mmoja. Mutamathilina fi kulli shay'in, ni wenye kufanana katika kila kitu. Falamma hasala al-intisharu, ilipopatikana kutawanyika ama kuenea, ikhtalafu, walikhtalifiana, watabayanu, na wakapambanukana, watu wakapambanukana, fil lughati, katika lugha, wa fil akhlaqi, na katika tabia pia zikawa zitatofautiana, wa fi turuqil maashi, na katika njia za maisha. Kila mmoja akawa yuko na njia yake ya maisha kulingana na pale alipo. Wakadha fil mu'taqadati, na namna hiyo hiyo katika zenye kuitakidiwa. Pia masala ya ibada, kwa mwenye kuabudiwa, watu wakakhtalifiana, ikawa kila watu wana mwenye kumwabudu kulingana na uelewa wao. Thumma hasala al-ikhtilafu fi naw'aini, kisha ikapatikana kukhtalifiana katika sampuli mbili. Al-awwali itakuwa ni badali ba'dhu minal kulli ya naw'aini, na badal ala al-majruri ni majrur. Waweza ukasoma al-awwali athani, al-awwalu athani. Ukielewa nahau utaelewa i'rab. Ikhtilafun fil umuri tabi'iyati. Sasa al-awwalu ikiwa ni mubtada, ikhtilafun itakuwa ni khabari ya mubtada. Ya kwanza, ikhtilafun fil umuri tabi'iyati, ni kukhtalifiana katika mambo ya kitabia. Kalauni, kama rangi, walqududi, na zimo. Zimo ni jamii ya kimo. Kimo ni size ama miqdar ama hajm. Qaddun ni kimo cha mtu, size ya mtu, jamii yake ni qudud. Fasababuhuma, basi sababu ya kukhtalifiana rangi na vimo, yule mrefu, yule mfupi, yule kukatikati, yule mwembamba, lakini kimo sana ni urefu na ufupi. Fasababuhuma ikhtilafu almanatiqi walbi'ati, sababu ya rangi na vimo vya watu ni kukhtalifiana manatiq, mikanda. Mikanda ni maeneo, ama kizungu ni areas ama zone. Walbi'ati, na kukhtalifiana mazingira ama mazingara, environment. Kulingana na maeneo unayoishi na area, huchangia rangi yako ama rangi ya wale watu na size za wale watu. Walil hawai ta'thirun ajibun fi alwani albashari, na hewa inayo hewa athari kubwa sana katika rangi za binadamu ama rangi ya mwanadamu. Hewa ina mchango mkubwa katika kuathiri mwanadamu kupata rangi fulani. Fataswaddu
juluduhum, basi huwa nyeusi rangi zao, bilhararati almutadhaifati, kwa joto lenye kuongezeka. Joto likiongezeka likiwa lingi sana, basi zile ngozi huwa nyeusi. Watabiyadhu, na huwa nyeupe, hata tasila ila ashukrati bilbardi alqarisi, mpaka husikilia hufika ile ngozi ikawa rangi ya mzungu kwa baridi yenye kususuaza. Bilbardi alqarisi, kwa baridi yenye kususuaza, baridi kali ambao kizungu ni freezing cold ama bitter cold, ndio albardu alqaris. Rangi ya mzungu ni ile rangi nyeupe ambayo waona mpaka mishipa, ama iliyotofautiana na ya Mwarabu. Au bi an kanat ash-shamsu la tartafi'u ala ru'usihim, au huwa rangi ya mzungu ya shukra kwa kuwa jua haliangatiki juu ya zitwa zao. Kuangatika ni kuinuka ama kunyanyuka. Jua ikiwa halipande juu ya vichwa vya watu, basi zile rangi zinakuwa nyeupe kama rangi za mzungu, zinakuwa rangi ya shukra. Na je, ziko sehemu ambazo watu hawafikwi na jua la utosini? Naam, sehemu za South Pole, kutbaini, sehemu za kutbaini, kutbul janubi na kutbul shamali, katika kigingi cha kaskazini na kigingi cha kusini. Dunia kurawia tu shakli, ina shakli ya kimpira. Sasa jua huzunguka, kuna mahali ikifika kule Madarul Jadi, Tropic of Capricorn, hurotate, huzunguka. Sasa pale huwa wao waona jua kwa siku mara moja kwa upande wa ubavuni, lile pale kisha larudi. Kwa hivyo haliji juu. Kisha na Madaru Sartwani, nayo jua likifika la zunguka kabisa, Tropic of Cancer. Kwa hivyo wao wanaliona jua kwa upande, kwa mwaka wanaliona mara moja. Hawa huwa ngozi zao ni nyeupe sana kulingana na jua kutowapata, South Pole na North Pole. Au bi an kanat fata'tadilu al-alwanu, basi huwa kati na kati rangi za lingana na kutukuana. Au tahmaru, au huwa nyekundu ama nyekundu. Au tasfaru, au huwa rangi ya mandano ama manjano. Taban liikhtilafi alhawai, kwa kuandama, kwa kufuata kukhtalifiana kwa hewa. Wa taathiri alhararati, na kwa kuandama kuathiri kwa joto, na kwa muathirio ama kuathiri kueffect kule kwa joto. Joto vile linavyopiga katika ngozi ya mwanadamu huchangia kupatikana rangi fulani. Athani, ikhtilaf ya pili, ikhtilafun fil umuri al-ikhtiyariyati. Ikhtilafun ni kukhtalifiana fil umuri al-ikhtiyariyati, katika mambo ya kikhiari. Kuna mambo ni ya kikhiari. Khiari ni kuteuzwa Kiswahili, manake ni kinyume cha kulazimishwa. Ikhar ama ikrah ni kinyume cha ikhar ama ikrah. Kalughati, kama lugha. Haya ni mambo pia yamepatikana ikhtilafu ya kikhiari. Walahjati, na lahaja. Lahaja ni namna ya kuzitemka zile harufu ama maneno. Kama mfano Kiswahili cha visiwani, kuna Kiswahili cha Amu mjini, kuna Kiswahili cha Malindi, cha Mombasa. Neno la likawa moja, lakini lahaja ikawa tofauti. Ndo
njoo, kuja. Umeona? Ni hilo neno moja lakini kwa lahja tofauti. Lamu, kuna wengine lamu utamka re utamka lamu. Kwa hivyo kulamba, kuramba, ona wengine nasema kulamba, wengine nasema kuramba. Sasa lahaja ni vitu kama hivi. Wal khatwi, na kukhtalifiana katika khatwi. Wachina wakawa na khatwi zao, Wahindi wana khatwi zao, Wazungu wana khatwi zao, Waarabu wana khatwi zao. Wal adati, na mambo ya ada, kila watu wakawa na ada zao. Watakalidi, na tamaduni mbalimbali, kila watu wakawa nazo. Yusabibuha bu'du silati, husababisha hizi zote kukhtalifiana lugha, lahaja na khatwi na ada na tamaduni kuwa na umbali wa kuungana. Bu'du silati, umbali wa kuungana. Waqad yulahadhu al-ikhtilafu at-tabi'i, waqad yulahadhu al-ikhtilafu at-tabi'i, na huenda ikaonekana kukhtalifiana kwa kitabia fil hayawanati wan nabatati bitathiri al-hawai, katika hayawani na mimea kwa kuathiri kwa hewa, ama kwa sababu ya kuathirika kwa hewa. Hii ni hewa pia yasababisha hayawani wa mahali fulani kuwa namna fulani na hayawani wa mahali fulani. Utasikia mbuzi hawa wa sehemu za baridi ni wakubwa ama wako na mambo fulani tofauti na mbuzi wa sehemu za jua kali. Kuna mbuzi warefu, mbuzi wafupi. Mbuzi wengine wana mabele, wana manyoa. Ni kwa sababu ya hali ya hewa ya wale mbuzi walio, ama wanyama wote. Tumepiga tu mfano wa mbuzi. Na mimea ni hivyo hivyo. Pwani kwa izakawa kuna maembe na bara kuna maembe. Lakini maembe ya pwani yakawa katika ladha, yana ladha mbali tofauti na maembe ya bara. Na baadhi ya matunda na miti mengine yaweza kila mahali ikaweko, lakini yakakhtalifiana katika mambo fulani kulingana na yale maeneo na ile hewa. Hapa insha Allah tutakoma. Ikiwa pana mahali popote tumekosea, pana tanbihi, pana utilia na tashjii, tutaweka katika sehemu ya comment. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe. Mwenyezi Mungu mashekhe zetu Allah awabarikie, awahifadhi, na sisi pia Allah atupe kila la khairi, na walokufa Allah awarehemu, awaweke pema pamoja na wema. Wa sa'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.